kama jeshi la polisi nchini Tanzania limepoteza kile ambacho tunachokiita legitimacy na ile hali ya kukubalika nchini ama dunia nzima. Sasa kuna taarifa moja ambayo iliandikwa na jeshi la polisi kwenye mitandao ya kijamii wakidai ya kuwa Novemba tarehe 16 mwaka huu saa 6 mchana katika eneo la mpaka wa Tanzania na Kenya, maeneo ya Sirari, ilimkamata Charles Onkuri Ongeta mwenye umri wa miaka 30 mwenye uraia pacha wa Marekani na Kenya, yani mwanajeshi wa jeshi la Marekani mwenye cheo cha sajenti, kiwa na mabomu manne aina ya CSM68 ya kurushwa kwa mkono. Sasa taarifa hiyo inaendelea kusema hivi: wamemkamata Charles akitokea nchini Kenya kuingia Tanzania kwa kutumia gari yenye nambari ya usajili KDP 502Y aina ya Toyota Land Cruiser, na kwamba kwa mujibu wa sheria ya umiliki wa silaha, hata kama angeomba kibali cha kuingia nchini Tanzania asingeruhusiwa. Sasa jeshi la polisi linasema kuwa ushahidi unaendelea kukusanywa sambamba na kuhojiwa kwa tuhuma hizo ili hatua stahiki kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya mtuhumiwa. Sasa hii ni taarifa ambayo iliandikwa na jeshi la polisi na ni habari ambazo zimesambazwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Tunarejelea uchaguzi ambao ulifanyika nchini Tanzania na vile vurugu mechi ambayo ililetwa na vijana wa majenzi nchini Tanzania. Ikumbukwe kulikuwa na taarifa ambayo ilikuwa nasema kuwa wananchi hawakuhusika na maandamano bali ni wageni, yani watu kutoka nje. Sasa wengi wanajaribu kuangalia taarifa hii kwa jicho la tatu na kusema kuwa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kupitia asasi za kiusalama inatafuta kiki ndio angalau ikubalike kote. Ikumbukwe jeshi la polisi liliwekewa shutuma kali zaidi, ile hali ya kuwapoteza wananchi, kuwaumiza na vile kuwaua wakati wa uchaguzi na vile kabla ya uchaguzi. Sasa wengi walikuwa wanajiuliza inakuaje, kwa maana hapo mwanzoni mulisema ya kuwa watu ambao wanaaminika ni raia wa kigeni ndio walihusika na maandamano na machafuko nchini Tanzania, ilhali mmewaua vijana wa Kitanzania. Kulikuwa na video ambazo zinatembea kwa kasi zaidi kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha mili ya Watanzania katika mochwari ya Mwananyamala na vile mochwari ya maeneo ya Mount Meru kule sehemu za Arusha. Sasa hivi ni vitu ambavyo vinawafanya wengi wanajiuliza maswali kibao tena uhalali wa urais wa Mama Samia Suluhu Hassan nchini Tanzania. Sasa tumejaribu kufuatilia kwa karibu zaidi hali hii na kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye posti ambayo ilikuwa uploaded kwenye mtandao wa kijamii na jeshi la polisi nchini Tanzania, wakidai ya kuwa wamemkamata jamaa ambaye kitovu cha asili yake ni nchini Kenya. Anajulikana kama Charles Onkuri Ongeta mwenye umri wa miaka 30 mwenye uraia pacha, yani ni Mkenya na vile ni Marekani, na amekamatwa katika mpaka wa Kenya na nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika maeneo ya Sirari. Yani jeshi la polisi wanasema kuwa wamemkamata na mabomu mane aina ya CSM68 ya kurushwa kwa mikono maarufu kama handheld grenade. Sasa jeshi la polisi wanasema kuwa bado wanakusanya ushahidi ndio angalau wapate taarifa kamili ama habari sahihi za kumchukulia hatua mhusika mkuu. Sasa wengi wanajaribu kusema kuwa hii ni hali ya kujaribu kuleta kile ambacho tunachokiita kiki ama kupoteza usikivu kwa wananchi. Sasa jeshi la polisi linajaribu kuleta ama kutafuta uhalali ama kile ambacho tunachokiita huruma kwa wananchi. Kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye hii posti. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Masinka wa Lamara anasema haya, alafu Ngole 1043 anasema ila Bongo ni channel ya vichekesho. Diego Magari anasema nadharia, alafu Dazi Raymond anasema huo ni uongo bana, uongo huo, akaeka emoji kadhaa za mtu ambaye anacheka. Alafu Young Tina anasema hongereni sana jeshi la polisi, kazi nzuri, mitano tena. Alafu huyu anajulikana kama Dili Classic Tizi anasema mjeshi mmoja wa Marekani ni sawa na polisi
alafu akaweka alama za dukuduku, akaendelea kusema watizi. Alafu Jaffa Beef 58 anasema ngojeni tumalize game ya Kongo. Alafu Joe Lucky 21 anasema ngoja Trump asikie ueleza tu. Daily 01 anasema United States USA, akamtag Trump akaandika si soja, akaweka emoji ya mtu ambaye amelia. Alafu Shine Handbag Mwanza anasema sawa, nauza pochi bei poa. Alafu huyu anajulikana kama Kalulu Mahenge wana anasema mshaanza kumchokonoa na Trump hata maridhiano bado. Alafu mwingine anajulikana kama MN Societesis anasema tuonyesheni picha tumuone ndio tuamini. Alafu mwingine anajulikana kama Petit anasema Odogwo 225 dunia ipo kiganjani. Shitutuka wewe, tengezeni hiyo picha watu waione na hao US wamuone mtu wao, halafu ndio utajua ni kweli au so kweli. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Peruman D anasema itakuwa ni AI ama Kariakoo TV kunradhi, amesema da, akaweka emoji kadhaa za mtu ambaye anacheka. Farida NM anasema mtajiju. Pureman_D anasema media ya mboga mboga, akaweka emoji ya mtu ambaye anarusha takataka kwenye pipa. Alafu Konde Boy 929 anasema AI. Alafu huyu anajulikana kama Irene_Official anasema da, vipi nimeshare Insta story umeona. Sasa ni baadhi ya comments ambazo zinadondoshwa kwenye timeline ya jeshi la polisi. Sasa wanarejelea issue ya jamaa fulani ambaye anaaminika ni raia wa Kenya kukamatwa katika mpaka wa Kenya na nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania maeneo ya Sirare. Sasa wanasema kuwa jamaa huyu mwenye umri wa miaka 30 na ana uraia pacha wa Kenya na nchi ya Marekani amekamatwa na mabomu 4 ya kurushwa. Sasa jeshi la polisi linasema kuwa wanajaribu kutafuta ushahidi zaidi ndio angalau wamchukulia hatua hizi. Sasa hii ni barua ambayo ilikuwa imeandikwa na jeshi la polisi nchini Tanzania. Sasa likiongelea issue ya Mkenya ambaye amekamatwa katika sehemu hizo. Sasa watu wanajaribu kuhoji, wanajiuliza inakuaje, kwa maana kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea nyuma pazia nchini Tanzania na jeshi la polisi limepoteza uhalali, yani kila ambacho tunachokiita legitimacy, kwa maana vitu ambavyo vinafanyika nchini Tanzania haviruhusiwi dunia kote, yani ile hali ya wananchi kutekwa, wananchi kupigwa na vile vile wananchi kuuawa katika maandamano na hata baada ya maandamano. Kwa hiyo tunajaribu kufuatilia kwa karibu ni angalau tupate kujua hali halisi issue hii imekuaje, kwa maana kuna vitu vingi ambavyo watu wana doubt kuhusu serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa maana barua ya jeshi la polisi ilikuwa linasema kuwa jeshi la polisi mkoa wa polisi Tarime Royal leo Novemba tarehe 16 majira ya 6 mchana katika eneo la mpaka wa Tarime na Kenya Sirari limemkamata Charles Onkuri Ongeta mwenye umri wa miaka 30 mwenye uraia pacha wa Marekani na Kenya, mwanajeshi wa jeshi la Marekani mwenye cheo ya sajenti akiwa na mabomu 4 aina ya CS M68 kurushwa kwa mkono akitoka Kenya kuingia Tanzania kwa kutumia gari na Land Cruiser. Mabomu hayo kwa mujibu wa sheria ya umiliki wa silaha, hata kama angeomba kibali cha kuingia nayo nchini Tanzania asingeruhusiwa. Sasa jeshi la polisi linasema kuwa ushahidi unaendelea kukusanywa sambamba na kuhojiwa kwa tuhuma hizo ili hatua stahiki kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake. Kwa hiyo ni taarifa ya jeshi la polisi. Sasa tunasubiri kuona kile ambacho kitafanyika ama hatua ambazo zitachukuliwa na jeshi la polisi kuhusu huyu ambaye anaaminika ni Mkenya, yani jamaa ambaye ana uraia pacha ni Mkenya na vile vile Marekani ambaye ametiwa mbaroni katika mpaka wa Kenya na Tanzania maeneo ya Tarime na mabomu 4 yakisafirisha ndani ya gari lake aina ya Land Cruiser. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, like na vile vile kushare. Hii ni Sauti ya Mjomba, niite Fazul wa Swahili TV.